Bana Ramadhani Zoro, wewe ni afisa habari wa klabu hii ya Chama la Wana. Kwanza unajisikieje kuwa familia na stendi na kuwa msemaji wa klabu hii? Unajisikieje kwanza? Kwanza kabisa najisikia vizuri sana kuweza kuwa afisa habari wa timu ya Stand United, kwa sababu miongoni mwa timu kubwa huwezi kuacha kuzisema timu kama Stand. Na kikubwa hasa ni ile kuweza kuaminiwa kuweza kutumikia kitengo hiki cha habari cha timu ya Stand, kwa sababu ni ngumu sana na kwa zamani kijana kuweza kuaminiwa kwenye taasisi kubwa kama hii, lakini sasa hivi baada ya mabrother zetu kuweza kufungua njia taasisi kubwa kwanza kuajiri vijana, naona mpaka sasa hivi na si vijana sasa tunaweza kuaminiwa kubwa. Najisikia vizuri, lakini pia nashukuru kwa uongozi wa Chama la Wana Stand kuweza kuona nafaa kutumikia kwenye kitengo hiki. Huku Premier League unamzungumzia Ali Kamwe, unamzungumzia Ahmed Ally, unamweka Hussein Masanza, sijui Khalid Chukuchuku, yupo Christina Mwagala, wapo wasemaji wengi, mpaka Ken Gold kule unamkuta Joseph Mkoko. Wanatambiana, wanavimbiana, wana maneno kulikweli. Kule kwenye ligi yenu ya Championship competition ya wasemaji ikoje? Ama kule bado kama wasemaji kidogo melalalala hivi, na kule unapazungumzieje kwenye engo yenu nyinyi wasemaji? Kumechangamka nako? Chuma hunoa chuma. Pasaka hii tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha atatoa mkono wa Pasaka pamoja na chakula cha baraka na uponyaji kwa watu wote. Chuma hunoa chuma. Kumechangamka siku kwa kiasi hicho ni kwa sababu mtu mkubwa niko pale, ndio maana wengine hawawezi kusikika, kwa sababu mwenyewe Ramadhani uko pale, niko pale, wengine inabidi waufiate kwa sababu mimi ndio msemaji sasa hivi wa kanda ya Ziwa nzima ile. Mimi ndio msemaji wao, yani msemaji la kanda ya Ziwa, kama Pamba unaona wapo kanda ya Ziwa, si Kagera, si kuna biashara humo, si kuna Geita, yani wote unawawakilisha wakina Dida, Tabora pia usisahau, unajua ni kanda ya Ziwa hao. Wote hao msemaji wao ni mimi. Niko hapa Ramadhani Zoro, the Undertaker. Okay, na sasa ukitazama stendi yako hii Chama la Wana, kweli unaongea, unajitutumua, lakini kuna wakati unaweza unaona kabisa hili jeshi alitoboi, lakini unaona tuacha tuwafariji wanajeshi na wananchi wetu. Ukijitazama mnajiona kule mnapopataka? Kabisa yani mimi siwezi kusema kwamba najifariji kwa sababu eti kwamba niweze kuwaridhisha labda wanachama wetu au mashabiki zetu. Hapana. Mimi na imani sana na kikosi changu ambacho kipo kwa msimu huu. Hivi Kigi yuko kule? Kigi yupo ndani Makasi. Ya nyumba. Tena sasa hivi ni kama Peter Kigi bado ana kibonda. Kigi Makasi bado ana hivi. Unajisikiaje Kigi alikuwa kwenye kikosi chako afu anakuwa eti sio captain? Kwanza Kigi picha linaanza anaenda Chama la Wana, watu bado yupo Kigi. Watu walikuwa waliposikia usajili zenu hawakuzungumza mengi, ili waliposikia Kigi naye yupo watu walishika vichwa kama vile mtu kakosa goli. Hebu tuadithie kuhusu Kigi. Ni mtu wa aina gani ndani ya kikosi chenu Kigi Makasi? Bwana, ndio watu wasichokijua ni kwamba Kigi Makasi sasa hivi ni kama under 17. Yani kazaliwa upya. Na mimi napenda kutolea mfano mpaka sasa hivi una mtu kama Toni Kroos, ndio Bruno Fernandes, ndio wewe sasa hivi unaondoka na nani? Katikati pale kiungo matata. Sema mwenyewe hapa. Toni Kroos ni master. Ndio kweli ni master. Lakini ni staff size. Lakini ndo mfano ambavyo tuko nao stendi kwa Kigi Makasi. Yani ni mtu ambaye mbali na uzoefu wake kwa kuweza kuongea na wachezaji wenzie wale ambao wameshawapita, lakini pia ni mchezaji ambaye kazaliwa upya, lakini pia ni mchezaji ambaye
Bwana kiukweli tutakwenda kuona pale ndani ya kikosi cha chama la wana masinia wale wachezaji naweza kusema wakongwe, tukimtoa Kigi kuna nani na nani mwingine pale? Kwanza kuna Rajabu Athmani, ndio jina sigeni hili, ndio kabisa kwa sasa hivi tunaye stendi pale, ndio lakini yuko John Mwanda goalkeeper wetu huyu, sasa JKT mchezaji wapi, lakini kuna wachezaji ambao kwenye dirisha dogo tuliwatoa ligi kuu, hapa nazungumzia mtu kama Adamu Uledi, alikuwa juzi tu hapa, tunaye sisi, lakini Mashaka huyo alikuwa Pamba, tuko naye hapo, na wengine wengi ambao tuko nao kutoka timu kubwa tofauti tuko nao hapo. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo tumeshamili kweli na kikosi ambacho kimeshiba kweli. Tutakuwa na ibada ya kuweka mikono juu ya watu wote wenye shida na matatizo mbalimbali. Amen. Kumbuka Yesu anatembea kwa namna ya pekee sasa. Amen. Usiwasahau na kuacha wagonjwa nyumbani kwako, walete wapone, wayashuhudie matendo makuu ya Yesu Kristo. Amina. Katika msimu wa Pasaka. Amen. Kama ni amina, si ungesema nyingine? Amina. Na tarehe 20 ambayo ndio tarehe ya Pasaka. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hiyo tarehe tutakuwa na chakula cha pamoja. Amen. Na mkono wa Pasaka kwa walemavu, wazee pamoja na yatima na wajane. Amina. Amina ikiwa kidogo manake unakataa. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Itafanikiwa ama hakitafanikiwa? Itafanikiwa. Kama kitafanikiwa ungepiga makofi ambayo ni makubwa zaidi. Amen.